Cassius Marcellus Clay the Greatest. Hilo ndio jina ambalo dunia ilimtambua kwayo kwa miaka na mikaka. Jina hili lilitikisa kumbi za ndondi, liliandikwa kwenye magazeti ya dunia, likatamkwa kwa mshangao na hofu dhidi ya wapinzani wake. Kabla ya kupata nuru ya Uislamu, Cassius Clay alikuwa nembo ya nguvu, majigambo na ushindi wa ulingoni. Kijana mwenye mdomo mwepesi wa maneno, miguu mepesi mithili ya upepo na ngumi zilizotangaza kuja kwa enzi mpya ya ndondi. Vizazi vya miaka 1980 na kuendelea wanamtambua kama Muhammad Ali. Baada ya nuru ya Uislamu kugonga mlango wa moyo wake, historia ikageuka mwelekeo. Ndipo akasimama kwa uthabiti na kujitangaza mbele ya dunia. Jina lake ni Muhammad Ali. Alikuwa ni badiliko tu la jina, bali ilikuwa ni kuzaliwa upya, kuacha utambulisho wa jana na kubeba dhamana ya leo. Tangu siku hiyo, Cassius Clay akabaki katika kurasa za historia kama Muhammad Ali. Akaanza safari ya kulinda hadhi ya Uislamu kwa maneno, matendo na kwa msimamo usiotikisika. Karibu sana katika simulizi kuhusu bondia mkubwa kuwahi kutokea duniani, Muhammad Ali na Uislamu. Mimi ni Abdullahi mwana wa Maalim Mashi. Katika historia ya dunia wapo watu waliotikisa ardhi kwa nguvu za misuli, lakini wachache sana walitikisa mioyo kwa msimamo wa imani. Leo nakuletea simulizi ya mtu ambaye ngumi zake ziliangusha mabingwa, lakini roho yake ikainama mbele ya Allah. Huyu ni Muhammad Ali, bondia, muumini na mlinzi wa heshima ya Uislamu. Muhammad Ali alizaliwa mwaka 1942 huko Louisville, Kentucky nchini Marekani kwa jina la Cassius Marcellus Clay. Akiwa kijana aliingia katika ulimwengu wa ndondi, akajifunza kupigana, lakini zaidi ya yote akajifunza kujisimamia. Ndani ya muda mfupi Cassius Clay akawa gumzo. Mdomo wake ulikuwa mwepesi wa maneno, miguu yake mepesi ya kucheza ulingoni na moyo wake ulijaa kujiamini. Mwezi kama leo katika mwaka 1965 ndipo Cassius Marcellus Clay alitangaza rasmi kuingia katika Uislamu na kubadilisha jina lake kuwa Muhammad Ali. Kupitia kwake Wamarekani wapatao milioni 1 walislimu. Alitenga kiasi cha dola milioni 200 kwa ajili ya kuchapisha nakala za Qur'an tukufu na vitabu mbalimbali vya kuutambulisha na kueneza Uislamu. Alibadilisha jumba lake kuwa msikiti na kituo cha kusomeshea Qur'an. Kisha alijenga msikiti mkubwa mjini Chicago kupitia pesa zake binafsi. Mwaka 1990 alifanya tukio ambalo linabaki katika vichwa mwa wengi katika historia. Alisimama katika ikulu ya Marekani, White House, wakati wa mapokezi ya rais wa Russia Mikhail Gorbachev. Akamkabidhi rais huyo nakala ya Qur'an tukufu mbele ya rais wa Marekani wakati huo George W. Bush na kumlingania kuingia kwenye Uislamu. Kwenye Hall of Fame ya Hollywood alikataa jina lake lisiandikwe sakafuni sambamba na majina ya watu mashuhuri duniani, kwa sababu jina lake ni jina la Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam na haliwezi kuwekwa chini na kukanyagwa na kila watu. Walilazimika kukubaliana na sharti lake, wakaichora nyota yenye jina lake ukutani badala ya sakafuni kama mastaa wengine. Hivyo nyota yenye jina lake ndio pekee ambayo iko juu na haikanyagwi na watu wakati wa kupita katika Hall of Fame ya Hollywood. Allah mrahamu Muhammad Ali. Kuslimu kwake kulikuja baada ya kumshinda bondia asiyepigika Sonny Liston na kutoa ubingwa wa dunia. Ndipo akatangaza hadharani kwamba jina lake ni Muhammad Ali. Hilo halikuwa tangazo la kawaida, lilikuwa ni msimamo wa hatari. Kwa sababu ya kuslimu kwake alihukumiwa, alidhihakiwa, aliambiwa utapoteza mashabiki, pesa na umaarufu. Lakini Muhammad Ali akasema kwa ujasiri, nimemchagua Allah kuliko dunia. Baada ya kuslimu, matukio ya kushangaza yakaanza kujitokeza. Moja, alikataa vita kwa sababu ya imani. Miaka michache baada ya kuslimu, serikali ya Marekani ilimtaka Muhammad Ali aende vitani Vietnam. Alikataa, akasema maneno yaliyotikisa dunia: sina ugomvi na watu wa Vietnam, hawajawahi kuniita mweusi, hawajawahi kuninyima haki zangu. Kauli hiyo iliwaudhi sana wa Marekani. Akanyang'anywa ubingwa wake, akapigwa marufuku kupigana, akapoteza mamilioni ya dola. Lakini Muhammad Ali hakurudi nyuma. Huo ulikuwa ni ushindi wa imani dhidi ya shinikizo. Pili, kusujudu kwa matendo, sio maneno. Baada ya kuslimu, Muhammad Ali alijifunza ibada ya swala, alifunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, alifanya ibada ya hija. Na alipoulizwa kwa nini anavumilia yote hayo, alisema, Uislamu umenifundisha kuwa mimi sio bora kwa ngumi bali kwa tabia. Katika macho ya wengi Muhammad Ali alikuwa bondia, lakini mbele ya Allah alikuwa mja anayejifunza kunyenyekea. Tatu, kutetea Uislamu kwa hekima. Wakati Uislamu ulipodhalilishwa na vyombo vya habari, Muhammad Ali hakutumia ngumi, hakutumia jazba, alitumia hekima. Aliwahi kusema, Uislamu haufundishi chuki, unafundisha heshima, haki na amani. Kwa sura yake, kwa sauti yake na kwa tabia yake, Muhammad Ali
aliufanya Uislamu uheshimiwe hata na wasiojua. Muhammad Ali alikuwa ni balozi wa Uislamu duniani. Alizunguka pembe mbalimbali za dunia akisaidia masikini, akizungumza dhidi ya ubaguzi, akihimiza amani. Alikuwa uso wa Muislamu mbele ya dunia isiyoifahamu dini hii. Ajabu zaidi, hakuwahi kuonea aibu Uislamu wake. Alivaa jina lake la Kiislamu kwa fahari, alilitaja mbele ya mataifa na alilinda heshima yake mpaka mwisho wa maisha. Itoshe kusema Muhammad Ali, ngumi zilipumzika, imani ikabaki. Muhammad Ali alitawafu dunia mwaka 2016, lakini hakufa katika historia. Ngumi zake zilipumzika, lakini athari ya imani yake bado inapigana. Muhammad Ali ametufundisha kuwa Uislamu si udhaifu, kusimama kwa haki kuna gharama, na hadhi ya dini